Leo hii hapa tumepokea seti ya kwanza ya umwagiliaji. Kama unavyokumbuka, na katika eneo letu la umwagiliaji tumeligawanya kwenye maeneo mawili. Kuna miradi ya umwagiliaji mikubwa ambayo ndio ile miradi 780 ambayo mule ndani kuna miradi ya uchambuzi yakinifu, na tumeanza pia kujenga mabwawa makubwa pamoja na miradi mikubwa ya umwagiliaji nchi nzima. Sasa katika awamu ya pili na sehemu ya pili ni eneo la umwagiliaji mdogo mdogo, tunaita micro irrigation, kwa ajili ya wakulima wetu wadogo wadogo waliokuwa kwenye mikoani, lakini kigezo viwili, wawe mikoani lakini pia wawe kwa karibu na sosi za maji. Tunaongelea wakulima ambao karibu na mito mikubwa, ambao kwa sasa hivi wanatumia maji ya mito lakini kwa uchache mno na sio kwa ufanisi, na wale ambao wana access ya visima. Hiyo miradi yetu ya umwagiliaji kwenye hii awamu ya pili ambayo tunaita micro irrigation au miradi midogo ya umwagiliaji inajumuisha uchimbaji wa visima, usimikaji wa miundombinu midogo midogo ya kumwagilia ikiwemo drip sealing pipes pamoja na sprinkler au nyunyiziaji. Hapa nyuma mtaona mfano wake. Kwa hiyo tulifanya tathmini nchi nzima, na katika awamu hii ya kwanza tumeanza na mikoa 7. Mikoa hiyo ni Mara, Mwanza, Simiu, Kagera, Ruvuma, Geita na Tanga. Na katika mikoa hiyo 7, wilaya 16 tunaanza nazo kwenye awamu ya kwanza, ambao tutafikia vijiji 93. Katika vijiji hivi 93 tunategemea fikia wakulima 2264 ambao wakulima hata tumeshawabainisha, na ekari jumla zitakazomwagiliwa kwa miundombinu hii ambayo tunaisambaza sasa hivi ni ekari takriban 4000. Na miundombinu hii inajumuisha nini sasa? Tunampatia mkulima pampu ambayo ina horsepower 10 ambayo ina uwezo kuvuta maji mpaka mita 500 kutoka kwenye chanzo cha maji. Tunampatia mpira wenye urefu wa mita 500. Mnauona huu mpira ambao hapa tunaonyesha jinsi gani unafanya kazi, ambapo sisi aina hii ambayo tunaisambaza sisi katika awamu ya kwanza inaitwa Jet 35 au Jet 35 ambayo ina uwezo wa kumwagilia ndani ya lisali moja kwa ekari moja. Kwa hiyo hawa wakulima ambao tumeunda kwa vikundi, kila kikundi kina watu 10, tunawapatia seti hii moja, na vikundi vyenye watu 30 tunawapatia seti hizi 3 au jozi 3 za miundombinu hii. Lengo letu ni kwamba tuachane sasa na ile masuala ya misimu, kwa sababu misimu ni kukosa mvua. Sasa hivi tunapoenda, wakati miradi mikubwa inaendelea kukamilika na inaendelea na ujenzi, hawa wakulima wetu waliokuwa kwenye maeneo yenye vyanzo vya maji tunawapatia miundombinu sasa pa kuweza kulima mwaka mzima. Wataweza kulima matuta, wataweza kulima mboga mboga, na wataweza kulima mazao mbalimbali. Kama wenyewe ni mashahidi, mkipita kwenye upande wa Ziwa Victoria, wakulima wetu wapo wengi sana, nao wanasubiri mvua. Kwa hii ni sehemu ya majaribio ya mwanzo kusambaza, tutafanya tathmini, na baada ya miezi 6 tukija na awamu ya pili hapo itaenda kwenye mikoa mingine, na pia tutakuwa tumeboresha zaidi baada ya kuwa tumeanza awamu hii ya kwanza. Kwa hiyo hapa nyuma mtaona mfano, hili ni bwawa. Kuna wengine watamwagilia kutoka kwenye mabwawa kwa sababu mabwawa yapo, lakini huu mfano ni wa chanzo cha maji. Na kuna wengine pia tutawachimbia visima na kuwajengea mabwawa haya. Kwa hata wale ambao wanachimbia visima, ambao tunaanza na visima 500, visima hivyo ukishavichimba unaweka sosi ya maji, miundombinu ya uhifadhi wa maji. Kwa mfano hapa nyuma waweze kumwagilia mwaka mzima. Na tunategemea waguse sana wanawake na vijana, ambao hawa ndio wanachangia sana kwenye kundi la mazao ya mboga mboga na matunda. Tuliwaita hapa kwanza tuwaonyeshe kitu gani kinafanyika, lakini pia katika kila jozi, kila kikundi ambacho kitapewa miundombinu hii watapewa pia na kitabu kinachoonyesha matumizi ya miundombinu hii, ni jinsi gani tutafanya maintenance, ni jinsi gani tunatakiwa tubadilishe oili lini na muda gani. Na pia tutaendelea kutoa mafunzo mikoani kwa mafundi wa kawaida kabisa wa mechanics pamoja na VETA. Na kwenye jambo hili pia tumewachukua VETA, tupo nao, ili tunapotoa miundombinu hii tuhakikishe inaendelea hata baada ya muda huu, ili kuwa na proper maintenance. Baadhi ya miundombinu mingi inakufa kutokana kutokuwa na proper maintenance,
Lakini pia tunatumia programu hii kujenga uwezo wa vijana wetu wa ndani ya nchi hii, kwanza kusambaza. Na vifaa hivi vyetu tumeleta juzi Cape Williams, hapo tutapelekwa kwa hawa wakulima 2290 2264 2264 wakulima hawa wapo ni vikundi vya watu kati ya 10 na 30. Kila kikundi kinachofikisha watu 10 inapewa juzi moja. Na juzi moja inajumuisha pump ambayo mtaiona hapa, mpira wenye urefu wa mita 500, pamoja na kifaa cha umwagiliaji kama mnachokiona hapo, ambacho Kiingereza anaita sprinkler, kwa Kiswahili ni kifaa kwa ajili ya unyunyizi wa maji kwa mimea. Kwa hiyo shilingi milioni 3.5 zilizotolewa na Mheshimiwa Rais mwanzoni mwa mwaka huu ndio zimetuwezesha kununua vifaa hivi ambavyo ni jozi 250, na leo tunagawa jozi 200 na jozi 50 tutagawa kwenye mikoa ambayo inaendelea na ubainishaji sasa hivi. Na kama nilivyosema, ndani ya miezi 6 tutakuja na awamu ya pili, awamu ya 3, awamu ya 4, kwa sababu hii ni awamu ya majaribio. Na mfumo huu umeandaliwa kwa kusikiliza wakulima. Mwezi wa 6 mwaka jana tulitembea kwenye mikoa yote ambayo ina vyanzo vya maji kuwasikiliza wakulima wanapenda waone nini tunaboresha kwenye umwagiliaji wao. Wakasema wanashukuru miradi mikubwa inayoendelea. Lakini katika kipindi hiki miradi mikubwa inaendelea, wangeshukuru pia kupata vifaa ambavyo vingeweza kuwasaidia kumwagilia hasa kwenye miradi kwenye mashamba ya mboga na matunda. Kama ambavyo amezungumza Katibu Mkuu, tayari tulishafanya upekuzi na usanifu wa maeneo yale ambayo tunategemea kugawa vifaa hivi, ambako ni ile mikoa ambayo ina vyanzo vya uhakika vya maji. Na kama ambavyo amezungumza, kuanzia kesho tunaanza kuenda kuvigawa, na tayari magari kupitia kampuni ya Grover ambao ndio wenye kazi hii, tayari magari yao wameshafikisha hivyo vifaa katika mikoa husika ile 7 ya kuanzia. Lakini lengo la programu hii ni kuhakikisha tunakwenda nchi nzima kama ambavyo amezungumza Katibu Mkuu, lakini kwa maana ya pilot hii ni mikoa 7 ambayo tumeanza nayo. Wakati huo tunatengeneza seti nyingine ya mikoa ambayo itaendelea baada ya hii. Lakini nimesema yako maeneo mengi tunayotekeleza. Kuna swala la issue ya mifumo ya ugani. Unafahamu tuna idadi ndogo ya maafisa ugani. Sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata taarifa kamili ili kuongeza tija ambayo ndio kipaumbele, tunatumia mifumo ambayo ni ya kidijitali kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu sahihi ili waweze kutumia zile pembejeo ambazo zinapatikana.